Karibu tena katika wakati mwingine wa kujifunza neno la Mungu. Kwa majina naitwa Gabriel Athanasi Temanya. Napenda kukualika kwa upendo mwingi ili tuweze kushiriki somo la leo. Somo la leo ni kuhusiana na Sabato. Kuna hoja mbili ambazo nitazungumzia leo kuhusiana na Sabato. Hoja ya kwanza ni kwamba, je, Adamu alishika Sabato? Adamu mtu wa kwanza alishika Sabato? Hoja ya pili ni kwamba baada ya Yesu kuondoka kupaa mbinguni, wanafunzi au Wakristo wa kwanza walishika Sabato? Hizo ni hoja mbili ambazo mara nyingi zinaleta utata sana tunapozungumzia swala la Sabato. Wengi hudai kwamba Adamu hakushika Sabato kwa sababu hakuna ushahidi katika Biblia Adamu akiagizwa kushika Sabato. Lakini pia dai lingine ni kwamba baada ya Yesu hakuna ushahidi wa amri kwa Wakristo kushika Sabato. Kwa hiyo ndio maana kwamba kwa Wakristo hawana siku maalum ya kushika ama ya ibada, au ibada kwa Wakristo ni Jumapili kwa sababu ya mafungu kadhaa yanayoonyesha wanafunzi ama Wakristo walikutana siku ya Jumapili. Sasa leo kwa msaada wa Mungu nitaonesha ushahidi wa kwamba Adamu alitunza Sabato au alishika Sabato, lakini pia baada ya Yesu Wakristo waliendelea kuishika Sabato. Kutoka katika kitabu cha Marko 2 mstari wa 27 imeandikwa, akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Hapo ni kauli ya Yesu mwenyewe, anasema Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Zingatia hiyo sentensi, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Hapo kuna maswali mawili. Sabato ilifanyika lini? Hilo ni swali la kwanza. Kwa ajili ya mwanadamu gani? Mwanadamu gani? Ina maana lazima katika sentensi hiyo tunaona kwamba bila mwanadamu Sabato isingefanyika. Kwa hiyo Sabato inakuwepo kwa sababu mwanadamu yupo. Sasa tunapata uhakika wa kwamba wakati Sabato tu inafanyika, mwanadamu ambaye ingetakiwa hiyo Sabato hiyo kwa ajili yake alikuwepo, maana Sabato haiwezi kufanyika pasipo kuwepo mwanadamu, maana hiyo ipo kwa ajili ya mwanadamu. Sasa tutapata majibu ya haya maswali mawili. Hii Sabato ilifanyika, kumbuka hii ni kauli ya Yesu, anasema Sabato ilifanyika lini? Tutajua ni lini, na wakati inafanyika huyo ambaye alifanyiwa hiyo Sabato ambaye ni mwanadamu ni nani? Haya, tunaanza na swali la kwanza. Sabato ilifanyika lini? Majibu yanapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 2 na wa 3. Imeandikwa, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kumbe Sabato ya siku ya saba, yaani siku ya saba takatifu, hii Sabato ilifanyika kwa mara ya kwanza baada ya uumbaji tu, katika wiki ya kwanza ya uumbaji, siku ya kwanza mpaka ya saba. Ile ya saba ndiyo Mungu akaitakasa, akaifanya kuwa Sabato. Kwa hiyo Sabato ilifanyika lini? Wakati wa uumbaji. Hilo ni swali la kwanza, limejibika. Tunakuja kwenye swali la pili. Ilifanyika, Yesu anasema ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sasa wakati inafanyika hii Sabato, wakati wa uumbaji, mwanadamu ambaye angetakiwa kupewa hiyo Sabato ni mwanadamu gani?
Kwa Kiingereza lile fungu la Marko 2 mstari wa 27 linasema the Sabbath was made for man. For man, yani sabato ilifanyika kwa ajili ya man. Sasa swali la kujiuliza, huyu man aliyekuwepo, mtu aliyekuwepo baada ya sabato tu kufanyika kwenye juma la uumbaji, ni mwanadamu gani? Ni mtu gani? Ni mani yupi huyu? Majibu tunayapata katika kitabu hicho hicho cha Mwanzo. Maana katika siku ile ya sita huyu mtu ndiye aliumbwa. Tusome katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 26 na 27. Anasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mstari wa 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo kumbe, wakati wa uumbaji walioumbwa ni mwanamume na mwanamke ambao ni Adamu na Hawa. Hawa ndio watu ambao walikuwepo katika juma la uumbaji. Katika juma hilo hilo la uumbaji ndio sabato ikafanyika. Kwa hiyo sasa tunakuja kwenye kauli ya Yesu. Sabato ilifanyika lini? Wakati wa uumbaji, kwa ajili ya mwanadamu. Yupi? Adamu. Ni majibu sahihi kabisa. Maana lazima turejee wakati ambao sabato ilifanyika, na lazima tupate kufahamu wakati sabato inafanyika ilifanyika kwa ajili ya nani? Ni mtu. Tumeambiwa ni mtu au mwanadamu. Mtu gani aliyekuwepo? Ni Adam na Eva. Kwa hiyo ni ushahidi tosha kwamba Adam na Eva walitunza sabato, maana sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, kwa ajili ya watu, na hao ndio watu wa kwanza kuwepo katika dunia hii. Kwa hiyo sabato ambayo ilifanyika kabla hata ya dhambi, na wanadamu hawa ambao waliumbwa kwa utakatifu, hawa ndio watu wa kwanza kuitunza sabato. Mtu yote anayepinga hili jambo ni mtu ambaye hayajui maandiko, kwa sababu maandiko yanajieleza. Na mtu mwingine anayesema sabato ilianzia kwa Waisraeli baada ya kutoka Misri, huyo mtu maana yake atataka kutuambia kwamba sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Ilifanyika lini? Wana wa Israeli wakiwa Misri, ama wakiwa wakitoka Misri, kwa ajili ya mwanadamu. Mwanadamu yupi? Waisraeli. Sasa swali litakuja, Waisraeli ndio wanadamu pekee? Je, wa mataifa wao sio wanadamu? Ukweli ni kwamba sabato ilifanyika kwa ajili ya kila mmoja, kwa ajili ya kila mmoja, maana kila mtu ametoka ndani ya Adamu. Si Mwarabu, si mzungu, sio Mchina, sio Mkorea, sio Mwafrika, wote wametoka kwa Adamu, na hao wote sabato ipo kwa ajili yao. Hoja ya pili ni kuhusiana na, je, Wakristo walitunza sabato? Je, Yesu, baada ya Yesu Wakristo walitunza sabato? Hii hoja tutapata ushahidi wa kama walitakiwa kuitunza sabato au hawakutakiwa kuitunza sabato kupitia kitabu cha Mathayo 24 kuanzia mstari ule wa 15 mpaka ule wa 20. Katika maneno haya ambayo yanapatikana katika kitabu hiki cha Mathayo 24 mstari wa 15 hadi 20 ni maneno ya Yesu aliyokuwa akitabiri juu ya kuangamizwa kwa mji wa Yerusalemu, mji wa Wayahudi. Alikuwa anatabiri kuangamizwa kwa mji wa Yerusalemu, mji wa Wayahudi, na unabii huo ulitimia mwaka 70 baada ya Kristo. Mwaka wa 70 baada ya Kristo ndio
unabii huu wa kuangamizwa kwa mji wa Yerusalemu, unabii huu ulitimia. Mathayo 24 mstari wa 15 hadi 20 nasema, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie mlimani, naye aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi, wala siku ya Sabato. Zingatia kwamba hili tukio la kuangamizwa kwa mji wa Yerusalemu ambalo Yesu alikuwa analitabiri hapa lilitimia mwaka 70 baada ya yeye kuondoka. Na pamoja na kwamba tukio hili lilitakiwa litimie mwaka 70 baada ya yeye kuondoka, Wakristo waaminifu, wafuasi wake, akawa anawaambia hivi, ombeni katika kukimbia kwenu, kukimbia hayo maangamizi ya Yerusalemu. Ombeni kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Yesu ambaye alikuwa ni Mungu na ni yule ambaye anajua matukio ya baadaye kwa ukamilifu zaidi, alijua kabisa kwamba Wakristo na wafuasi wake mwaka 70 watakuwa wanaitunza Sabato. Ndio maana akawaambia, ombeni kukimbia kwenu usiwe siku ya Sabato. Mtu mwingine anaweza akasema alisema hivyo kwa sababu Wayahudi walikuwa na kawaida ya kutunza Sabato. Sikiliza, hapa alikuwa hazungumzi na Wayahudi tu tena ambao ni wakaidi, anazungumza na wanafunzi wake. Zingatia, Mathayo 24 ni wanafunzi ndio waliomchokoza kumuuliza habari hizi ambazo alikuwa akiwaeleza. Mathayo 24 mstari wa kwanza anasema, Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Ni akina nani? Ni wanafunzi. Ndipo alipoanza sasa kuwaeleza hayo mambo. Mstari wa 3 unasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Kwa hiyo hawa waliomuuliza kuhusiana na habari hizi walikuwa ni wanafunzi wake ambao walijua kabisa hawa watadumu kuwa Wakristo, watadumu kuwa wafuasi wangu. Alikuwa anaona kabisa, alikuwa analiona kanisa lake kwa miaka mingi mbele, akiliona likiwa linatunza Sabato bado. Kwa hiyo huu ni ushahidi wa kwamba Wakristo wa mwanzo walikuwa watunza Sabato. Kwa hiyo mtu yeyote anayesema kwamba kwa Wakristo hakuna amri ya kushika Sabato, mtu huyo ni kwamba amedanganyika na maandiko hayajui. Maana maandiko yanajieleza wazi kwamba Wakristo wa awali walikuwa watunza Sabato na walikuwa wanaitunza Sabato. Swala la kutunza Sabato ni wajibu kwa kila mmoja kwa sababu lipo katika amri 10 za Mungu. Haiwezekani amri zote zingine 9 zikubalike mpaka sasa, halafu amri moja tu ya Sabato ndiyo iondolewe, zibaki 9. Hakuna kitu kama hicho. Sabato ni amri ambayo imekuwepo kabla hata ya dhambi kuingia, kuishika Sabato ya siku ya 7. Kuna wengine ambao huwa wanachanganya na Sabato zingine za vivuli ambazo zilianza kuwepo baada ya dhambi kuingia. Ndio huwa wanasema muda mwingine kwamba Wasabato wanashika Sabato ya aina moja, lakini Sabato zingine hawazishiki. Ni kupungua maarifa ya kujua maandiko. Maana Sabato zipo za aina nyingi, ni kweli katika maandiko, lakini Sabato mojawapo katika hizo nyingi ilianza kabla ya dhambi na itakuwepo baada ya dhambi kukomeshwa. Isaya 66 mstari wa 23 inaeleza wazi Sabato hiyo ambayo ilikuwepo kabla ya dhambi kuingia, Sabato ya siku ya 7 itakuwepo hata baada ya dhambi kukomeshwa. Ndio maana Wakristo sasa wanao wajibu mkuu wa kutii amri zote 10 za Mungu ikiwemo Sabato. Hiyo ndiyo ishara ya kwamba Mungu anatawala kwa watu wake. Hiyo ndiyo ishara ya kwamba
Mungu ndiye anayewatakasa watu wake. Bwana akubariki mtazamaji na msikilizaji wa somo hili. Naamini kwamba umepata ujumbe. Kama una swali lolote, weka swali lako katika comment au tuma swali lako kupitia namba ya simu 0686877712, 0686877712 ni namba ya simu ambayo unaweza ukatuma swali lako au maoni. Lakini pia uwanja wa comment katika channel hii upo, unaweza ukaandika hoja yako, swali lako, na tutaweza kulishughulikia. Ubarikiwe sana, uwe na muda mwema.